la mwisho kwangu. Sasa hivi unaonaje, amani zipo? Utulivu si upo? Tuulinde kama roho zetu. Nazungumza uzalendo wa kuipenda Tanzania, uzalendo wa kuilinda Tanzania. Mtu mzalendo anapoona uhalifu unatendeka hawezi kukubali, kwa sababu ana mapenzi na taifa lake, si ndio? Akiona mtu anamfanyia ukatili mwingine hawezi kukubali, atatoa taarifa kwa polisi kwa sababu ni mzalendo, si ndio? Akiona watu wanafanya vurugu hatakubali. Mtoto mzalendo hawezi kubali kumwona mtoto mwingine anasogeza peni ya mwenzie au anaiba, ni kwa sababu ya uzalendo. Kwa hiyo tunazungumzia uzalendo, ni hali ya kulipenda taifa lako kwa moyo wa dhati, kulilinda na kulitetea, na mzalendo yuko tayari kufa kwa ajili ya nchi yake. Watoto wawili, watoto wa kiume siku hizi kuna tabia mbaya za ulawiti. Kuna watu ambao wanawarubuni kwa vitu vidogo vidogo, vizawadi vidogo vidogo, sawa sijui vipipi, sijui vibiskuti, mara vichipsi, anakuambia sijui njoo huku chumbani, njoo sijui ucheze PS, sijui njoo ufanye nini. Hao ni watu wabaya. Watoto wa kiume, mnanisikia? Sisi watoto wa kiume, baba zetu na mama zetu walivyowazaa, wanategemea kuwaona nyinyi mnaendelea kuwa wanaume imara. Wanaume imara. Tena wanaume shupavu. Wanaume vivyo hivyo kwa nyinyi watoto wa kike. Watoto wangu wa kike niwasikie, awi, musirubuniwe. Kuna watu hapo kwa ajili ya kuwarubuni ili msiweze kufikia ndoto zenu. Muambie hao wanaorubuni, muambie hatutaki kurubuniwa kamwe. Hatutaki kufanya nini? Tunahitaji kufikia ndoto zetu ambazo tumewekewa na Mungu. Tunahitaji kufikia nini? Ndoto zetu. Sasa don't touch. Don't what? Mtoto wa kiume au mtoto wa kike, ukiona mtu anakurubuni, anataka kukushika vinini? Anataka kukushika vinini? Huyo mwambie usiniguse, au don't what? Don't touch. Tusiguswe hapa. Tusiguswe wapi? Hapa wanangu. Watoto wa kike, mnanielewa? Tusiguswe. Tusiguswe. Mmenisikia wanangu? Watoto wa kiume, tusiguswe wapi? Wala watoto wa kike pia msikubali kuguswa wapi? Mmesikia mwanangu? Usikubali kuguswa hapa, humu na humu. Subirini kwanza. Mmesikia wanangu? Sasa tuna wimbo nataka tuimbe wote. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Mtu yoyote mwenye tabia za namna hiyo au mwenye tabia zinazofanana na hizo, huyo tunamuita nani? Mdudu. Na kama unamjua huyo mdudu kwenye jamii, wewe hapo mtoto unamfanyaje? Kwamba huyu ni tabia yake ni mwizi, huyu ni mlawiti, huyu ni mbakaji, huyu ni mvuta bangi, au anawafundisha watoto tabia mbaya, huyo utoe taarifa haraka sana. Ukiwa na uzalendo unaweza kuendeleza taifa lako. Kwa maana ukiwa na uzalendo uwezo ukala rushwa. Kiongozi utafanya kazi kwa utimu, maana yake una uzalendo. Usipokuwa na uzalendo utakula rushwa. Utachelewesha maendeleo ya nchi. Nchi itakuwa nyuma kiuchumi na nchi zingine zitaendelea kusonga. Kingine utajifunza ni malezi bora. Mtoto akiwa na malezi bora, hata wewe pia unaweza kuendeleza nchi yako. Kingine tulichojifunza ni ukatili. Ukatili mara nyingi unatokea kwa watoto wadogo. Kwa mfano ukatili kwa watoto wa kiume, wanaweza kalaitiwa. Wewe mtoto wa kiume uko hapo unalaitiwa, nyumbani kwenu kuna mjomba, kuna babu, kuna rafiki wa baba anakulawiti. Unaogopa kumwambia baba au mama, nenda kwa mwalimu. Na pia kama unaogopa mwalimu, nenda polisi. Na kama polisi unaogopa, una marafiki zako wengine wa kiume, waambie akusaidie kufikisha taarifa. Na watoto wa kike, mnafanywa ukatili manyumbani, wengine mnabakwa, na nyewe pia mnaogopa kusema.
mnaweza mkawapa taarifa marafiki zenu wakawasaidia kusema. Kwa kweli mimi nimejifunza uzalendo na kuwapenda wenzangu, kuwa na utu, kuheshimu wakubwa na wadogo. Pia najifunza naipenda nchi yangu.